Aidha, utaratibu uliofanyika wa kuongeza vituo vya kupigia kura ulisaidia sana kuondoa msongamano katika vituo hivyo. Kwa hakika upigaji wa kura ulirahisishwa sana na haukuchukua muda mwingi wa wananchi kama ilivyozoeleka. Jambo hili limewafanya baadhi ya waangalizi wa uchaguzi kudhani kwamba wananchi hawakujitokeza kupiga kura. Mheshimiwa Spika, pamoja na kuwa uchaguzi ulifanyika, kulitokeza vurugu za uvunjifu wa amani ambao ulisababisha uharibifu wa mali, kupoteza maisha na kuhatarisha usalama wa nchi. Tunapoenda mbele, ni wasihi sana wa Tanzania tuongozwe na dhamira ya maelewano, ushirikishwaji, kujirekebisha na umoja. Kwa wanangu vijana wa taifa hili la Tanzania, niseme kuwa nchi hii imejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Sisi wazazi wenu tungeshawishika kufanya mlioyafanya wakati huu, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Mheshimiwa Spika, nataka nirudie hilo kwa wanangu vijana wa taifa la Tanzania. Sisi wazazi wenu, kama tungeyafanya mlioyafanya nyinyi, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Hivyo ni wasihi sana wanangu vijana wa Tanzania, nchi hii ni yenu. Kwa shida zozote zile zinazowakabili, msikubali hata siku moja hili, na waomba mlikatae kwa nguvu zenu zote. Ninyi ndio walinzi na wajenzi wa taifa hili, na wasihi kamwe msije kuwa wabomoaji wa taifa lenu. Mheshimiwa Spika, kuna wakati vijana hufuata mkumbo wa uhalifu kwa ushabiki. Ninatambua kwamba vijana wengi waliokamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini hawakujua wanachokifanya. Nikiwa mama na mlezi wa taifa hili, ninavyoelekeza vyombo vya sheria na hasa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana wetu. Kwa wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu, wawafutie makosa yao. Asante waheshimiwa wabunge, nashukuru. Waheshimiwa wabunge, ukiangalia klipu zile za maandamano, unaona kabisa kuna vijana ambao waliingia kwa kufuata mkumbo. Wanaimba kwa kufuata ushabiki. Hawakuwa wanajua wanalolifanya. Kwa hiyo kama mlezi, kama mama, ndio maana naelekeza vyombo vya ulinzi na usalama, hasa ofisi ya DPP, kuchuja viwango vya makosa, na kwa wale waliofuata mkumbo basi waseme nao kisha wawaachie waende kwa wazazi wao. Natoa msamaha huo kwa sababu hata maneno ya Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Luka sura 23 mstari wa 34 yanasema, na hapa nanukuu, Yesu akasema, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Ndugu zangu wa Tanzania,
Tujifunze kutokana na mapito yetu. Hapana shaka kwamba Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia, ila neno demokrasia kamili inaweza kutafsiriwa kwenye mitazamo tofauti, haina formula moja. Kama taifa tunaendelea kujifunza na kujirekebisha. Hivyo basi sote kwa umoja wetu tunapaswa tuitumie fursa hii, tuendelee kujifunza, tujirekebishe na tukubaliane jinsi ya kuendesha nchi yetu kidemokrasia kwa kuzingatia tamaduni, mila na desturi zetu na sio za kuletewa.